Dalili 10 zinazoonyesha umeunganishwa kiroho na mtu huyo bila kujua. Kuna aina ya muunganiko ambao hauonekani kwa macho, hauandiki kwenye karatasi, lakini unaishi ndani ya nafsi. Muunganiko huu unaweza kuwa wa baraka au wa mzigo. Watu wengi hujikuta wakivutwa, wakiumia au wakihisi kitu kisichoelezeka. Kumbe kuna muunganiko wa kiroho uliotengenezwa bila wao kutambua. Kiroho, muunganiko unaweza kutokea kupitia mahusiano ya karibu sana, majeraha ya kihisia, ahadi nzito au hata maombi yasiyo sahihi. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 24, nukuu, nao watakuwa mwili mmoja. Hii inaonyesha kuwa kuna muunganiko unaovuka mwili na kuingia rohoni. Zifuatazo ni dalili 10 zinazoashiria unaweza kuwa umeunganishwa kiroho na mtu huyo bila kujua. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiziona dalili hizi 10, basi tambua ya kuwa umeunganishwa na mtu huyo kiroho bila wewe kujua. Namba 1, unamkumbuka sana bila sababu ya msingi. Hata kama hamna mawasiliano, jina lake au sura yake huibuka ghafla mara kwa mara. Ni zaidi ya kumbukumbu, ni kama kuna nguvu inayokuvuta kumfikiria. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umeunganishwa na mtu huyo kiroho bila wewe kujua. Kwa hiyo unakuwa unamkumbuka sana bila sababu ya msingi. Unakuwa unamkumbuka sana. Yamkini ni binti huyo, unakuwa unamkumbuka sana. Yamkini kijana huyo, unakuwa unamkumbuka sana. Hata kama hamna mawasiliano ya muda mrefu, unashangaa tu jina lake au sura yake huibuka ghafla tu mara kwa mara. Unashangaa tu umetulia sehemu, ghafla unaanza kumkumbuka, unaikumbuka sura yake, au ghafla unakumbuka tu jina lake. Yaani mnaweza mkawa hamwasiliani muda mrefu, lakini tu ghafla unashangaa unamkumbuka, ghafla tu unashangaa jina lake unalikumbuka, sura yake inakujia tu ghafla, unaanza kumwaza. Yaani yamkini mnaweza mkawa hamna hata mawasiliano, lakini ukianza kuona unamkumbuka sana bila sababu ya msingi, yaani unakuwa unamkumbuka sana bila sababu yote ya msingi, ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha umeungamanishwa kiroho na mtu huyo. Lakini pia dalili nyingine ambayo inaonyesha umeungamanishwa kiroho na mtu huyo, hisia zako hubadilika anapokuwa karibu, hata bila kuongea. Unashangaa hisia zako hubadilika anapokuwa karibu na wewe. Unaweza kuwa na amani tu, lakini akitokea tu unahisi msisimuko au huzuni au hasira isiyoelezeka. Hii ni ishara kuwa mwingiliano wa kiroho. Kwa hiyo yamkini labda anaweza kawa ametokea ghafla, hisia zako zinabadilika. Anapokuwa karibu na wewe, unaweza kuwa na amani, unaweza kuanza kuhisi amani, unajisikia furaha. Wakati mwingine labda mtu huyo anaweza katokea hapo, ukaanza kuhisi msisimuko, ukaanza kuhisi huzuni, ukaanza kuhisi hasira isiyoelezeka. Hii ni ishara mwingiliano wa kiroho. Hii ni ishara mwingiliano wa kiroho. Lakini dalili nyingine ambayo ukiona, basi unatakiwa utambue kuwa kuna muunganiko wa kiroho kati yako na mtu huyo. Ndoto zinazojirudia kuhusu yeye. Kama unamwota mtu huyo mara kwa mara, hasa ndoto zenye hisia nzito, inaweza kuwa ishara ya muunganiko wa ndani unaohitaji kufunguliwa. Ukawa kila ukilala unajiota, yani kila ukilala, asilimia kubwa ya ndoto ambazo unakuwa unaziota, unakuwa unamuota mtu huyo, unakuwa unamuota mtu huyo mko pamoja, unakuwa unamuota mtu huyo mko kwenye maeneo fulani. Kwa hiyo ndoto zinazojirudia kuhusu yeye, kama unamuota mtu huyo mara kwa mara, hasa ndoto zenye hisia nzito, inaweza kuwa ni ishara ya muunganiko wa ndani unaohitaji kufunguliwa. Kwa unamuota mtu huyo mara kwa mara, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuna muunganiko wa kiroho kati yako na mtu huyo. Lakini dalili ya 4 au ishara ya 4, unashindwa kuendelea maisha bila yeye. Yaani unashindwa kuendelea na maisha bila yeye. Hata kama alikuumiza au aliondoka, bado moyo wako unahisi kufungwa kwake.
ni kama kana kwamba kuna kamba isiyoonekana inayokuzuia kusonga mbele. Kwa hiyo unakuwa, hii ni ishara ya 4, unashindwa kuendelea na maisha bila yeye. Yaani unakuwa unahisi kabisa unashindwa kuendelea kimaisha bila yeye. Unashindwa kuendelea kimaisha bila uwepo wake. Unahisi kana kwamba kuna kamba imekufunga inayokuzuia kuendelea. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuna muunganiko wa kiroho kati yako na mtu huyo. Lakini dalili ya 5, unahisi maumivu au furaha yake bila kuambiwa. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unahisi maumivu au furaha yake bila kuambiwa. Wakati mwingine unahisi ghafla huzuni au furaha, kisha baadaye unagundua naye alikuwa kwenye hali hiyo. Hii inaweza kuwa kuashiria uhusiano wa kina wa kiroho. Kwa hiyo unakuwa unahisi maumivu au furaha yake bila kuambiwa. Kuna wakati unaweza kuwa umetulia tu, ghafla ukaanza kuhisi huzuni. Kumbe wakati huo unahisi huzuni na yeye anakuwa yupo kwenye hali ya huzuni. Ghafla au unahisi furaha na ghafla unahisi huzuni, wakati mwingine unahisi furaha. Unakuja kugundua kuwa na yeye wakati huo unahisi huzuni, na yeye alikuwa anahisi hali hiyo ya huzuni. Au wakati huo unahisi furaha, na yeye wakati huo alikuwa anahisi furaha. Kwa hiyo unahisi maumivu au furaha yake bila kuambiwa. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuwa inayoonyesha kuna muunganiko wa kiroho kati yako na mtu huyo. Lakini ishara namba 6, unahisi hatia isiyo ya kawaida ukijaribu kujitenga. Unakuwa unahisi hatia isiyo ya kawaida ukijaribu kujitenga. Unapojaribu kuondoka au kukata mawasiliano, unahisi hatia kupita kiasi. Hata kama kimantiki una sababu ya kufanya hivyo, lakini unakuwa unahisi hatia isiyo ya kawaida ukijaribu kujitenga na yeye. Unakuwa unahisi kuna hatia hata kama una sababu za kuvunja, una sababu ya kufanya hivyo au una sababu ya kukata mawasiliano, lakini unahisi hatia kupita kiasi. Unakuwa unahisi kuna hatia, unahisi unakosea kabisa. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuna muunganiko wa kiroho kati yako na yeye. Lakini dalili ya 7, maombi yako yanapoteza mwelekeo. Unapojaribu kuomba au kumtafuta Mungu, mawazo yako yanamrudia yeye tu. Hii inaweza kuwa dalili ya nafsi yako kufungwa katika eneo hilo. Maombi yako yanapoteza mwelekeo. Unapojaribu kuomba au kumtafuta Mungu, mawazo yako yanamrudia yeye tu. Hii inaweza kuwa dalili ya nafsi yako kufungwa katika eneo hilo. Lakini dalili ya 8, kuna kivutio kisicho cha kawaida cha kiroho au cha kimwili. Kuna kivutio kisicho cha kawaida cha kiroho au cha kimwili. Sio tu mvuto wa kawaida, ni kivutio chenye nguvu kinachoonekana kukuzidi uwezo wa kawaida wa maamuzi. Lakini dalili ya 9, unajikuta unarudia tabia au mienendo yake. Unaanza kuzungumza, kufikiri au hata kuishi kama yeye bila kujua. Muunganiko wa kiroho mara nyingi huleta mfanano wa ndani. Kwa hiyo unakuwa unajikuta unarudia tabia au mienendo yake, unaanza kuzungumza, kufikiri au kuishi kama yeye bila kujua. Siku zote muunganiko wa kiroho mara nyingi huleta mfanano wa ndani. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo alikuwa nazo na unaanza kujikuta unazifanya, unaanza kujikuta unatembea kama yeye alivyokuwa anatembea, unaishi kama yeye alivyokuwa anaishi. Lakini dalili ya 10, unahisi hofu au msongo mkubwa unapofikiria kumaliza uhusiano. Ni kama kuna sauti ya ndani inayokuogopesha au kukushinikiza usiondoke, hata kama unaona wazi uhusiano huo sio mzuri kwako. Kwa hiyo unakuwa unahisi hofu au msongo mkubwa unapofikiria kumaliza uhusiano. Ni kama kuna sauti ya ndani inayokuogopesha au kukushinikiza usiondoke, hata kama unaona wazi uhusiano huo sio mzuri kwako. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, muunganiko wa kiroho unaweza kuwa wa aina 2. Hii ni kitu cha msingi ambacho unatakiwa utambue. Muunganiko wa kiroho unaweza kuwa wa aina 2. Aina ya kwanza, muunganiko huu unaweza kuwa wa baraka kama ule wa urafiki wa kina kati ya Daudi na Jonathan. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 18 na mstari wa 1, ambapo nafsi zao ziliunganishwa kwa upendo safi na wa Mungu. Lakini aina ya pili ya muunganiko ni muunganiko huo unaweza kuwa wa mzigo au wa kifungo unaoleta maumivu, utegemezi usio wa kawaida na kukuzuia kukua kiroho. Sasa jinsi ya kujitathmini na kuchukua hatua. Fanya vitu hivi, jinsi ya kujitathmini na kuchukua hatua. Kama ni muunganiko, yani jinsi ya kujitathmini huo muunganiko ni wa baraka au ni wa mzigo. Jambo la kwanza, chunguza chanzo cha muunganiko huo. Je, ulitokana na majeraha, tamaa au ahadi nzito?
Kitu cha kwanza unatakiwa uchunguze chanzo cha muunganiko huu. Huu muunganiko kati yako wewe na yeye, je, ulitokana na majeraha, tamaa, ahadi nzito? Afu jambo la pili, omba kwa ufahamu na utulivu, ukimwomba Mungu akupe nuru ya uhuru. Ombe Mungu akupe nuru ya uhuru. Jambo la tatu, weka mipaka ya kiafya, kihisia na kiroho. Jambo la nne, tafuta ushauri wa kiroho kutoka kwa mtu mwenye hekima na maadili mema. Hitimisho, sio kila muunganiko ni mapenzi, sio kila kivutio ni mpango wa Mungu. Wakati mwingine ni kamba ya rohoni iliyofungwa bila wewe kujua. Ukigundua dalili hizi ndani yako, usiogope. Ufahamu ni hatua ya kwanza ya uhuru. Kumbuka, muunganiko wa kweli kutoka kwa Mungu huleta amani, ukuaji na heshima, sio minyororo ya ndani isiyoelezeka. Hili ni jambo la msingi. Kama kuna muunganiko kutoka kwa Mungu, siku zote muunganiko kutoka kwa Mungu huleta amani, unakufanya unakuwa una amani, lakini muunganiko kutoka kwa Mungu unakufanya uendelee kukua kiroho, kukua kiuchumi, kukua, yaani unakufanya uendelee, unaleta ukuaji na heshima, sio minyororo ya ndani isiyoelezeka. Kama ni muunganiko wa Mungu hautakufanya wewe ukonde. Kama ni muunganiko wa Mungu hautakufanya uendelee kubakia stagnant. Kama ni muunganiko wa kimungu utaendelea kufanya usonge mbele, muendelee vizuri, muwe na amani kati yenu na kadhalika. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba comment chini uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.